Historia ya kukamatwa kwetu ilikuwa ni ya majaribu makubwa na ni ndefu kidogo, lakini nizungumze matukio matatu ambayo yamesikitisha katika ukamatwaji huu, ambapo mimi binafsi naona sio ukamatwaji bali ulikuwa ni utekwaji. Tumekamatwa toka majira ya saa 4 na dakika takribani kama 48. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni tena ndugu jamaa na marafiki. Kama ni mgeni kwenye akaunti yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu. Thank you very much guys. Sikitika kweli kweli. Kwa sababu gani nimesikitika hivyo? Huyu jamaa anavyoongea ni mambo ambao wengi wao tukijaribu kuwahoji wanadai, guys, kama mkituhoji msitaje majina yetu, msionyeshe sura zetu, kwa sababu anasema tunahofia wale polisi walivyotukamata, kwa sababu mtu unakamatwa unafunikwa wewe mzima, kama mtu anahamisha bata vile, kulitoa mtaa huu kupeleka mtaa wa pili, unatoa kwenye gunia au unafunikwa na maturubali au chochote wanachotaka kukufunika, wanakufunika ili usione, na moja kwa moja kikusha kuchukua hawakupeleki kituo cha polisi, unapelekwa. Historia kukamatwa kwetu ilikuwa ni ya majaribu makubwa na ni ndefu kidogo, lakini nizungumze matukio matatu ambayo yamesikitisha katika ukamatwaji huu, ambapo mimi binafsi naona sio ukamatwaji bali ulikuwa ni utekwaji. Tumekamatwa toka majira ya saa 4 na dakika takribani kama 48. Muda wote katika muda huo tumezungushwa Dar es Salaam na maeneo mengine ambayo tulikuwa hatuyafahamu, mpaka saa 1 kasoro dakika 16 tukajikuta tuko Mkuranga kwenye geti la kituo cha polisi. Lakini wakati tumekamatwa, mara tu baada ya kuwa tumegawanywa katika magari mawili, tulisikitika kuona tunafaulishwa kwenye magari ambayo yalikuwa sio ya polisi, lakini magari hayo yanaeskotiwa na magari ya polisi yenye ving'ora. Na nadhani na rekodi kadhaa hapa ambazo tulikuwa nazirekodi kwa wiziwizi juu ya ving'ora vile ambavyo tulikuwa tunaeskotiwa kwenye magari hayo. Maana yake hapo nikajifunza kwamba jeshi la polisi linafanya facilitation, lina facilitate watekaji, ama wao wakiwa ni sehemu ya hilo, na wanaeskoti misafara hiyo na wanazipita foleni kwa kueskoti magari hayo ambayo sio ya kiserikali, yanaweza yakawa yanawashikilia watu. Hilo tukio la kwanza linitusikitisha na kwa kweli ni very sadic. Lakini tukio la pili, wakati tumekamatwa na jeshi la polisi, bado hatujafaulishwa kwenye hayo magari ambayo sio ya kiserikali. Askari wamefacilitate kutulaza kwenye magari, wanatulaza chini kwenye magari, wanatuzungushia maturubai mithi unavyozungushia gunia la mkaa. Tunasafirishwa kwa zaidi ya masaa 6 kwenye gari umelala, huku umezungushiwa maturubai bila kujali, unaweza ukaingia kwenye suffocation ya hewa ukafa. Wao hawakujali juu ya hilo. Swala la upumweje na uoneje lilikuwa ni jitihada zako binafsi za usiri, na hata pale ulipoonekana dhahiri unaonesha kujiokoa dhidi ya suffocation, walikupiga ngumi kwenye kichwa kukwambia hauna mamlaka ya kunyanyua kichwa. Ilikuwa ni hali ngumu sana. Majira ya saa 9 tulijikuta tuko katika msitu ambao mimi binafsi na wenzangu hatukuutambua msitu ule. Na katika kuhojiwa, kwa bahati nzuri sana, unapelekwa maporini, unaenda kufanya unavyotaka kufanywa, kama ni kupigwa, kama ni kunyang'anywa ulichokuwa nacho, kama ni kuuliwa, wanaenda kufanyia porini huko. Sasa wengi wao wanasema bana, au watu wanaoteka watu, kwa sababu nikisema wanaofunga, wanaochukua watu, wanafunga, angechukua watu wanakuwapeleka kituo cha polisi. Lakini hawa sio watu wanakuja wanakukamata na kupeleka kituo cha polisi, hapana. Hawa wanakuchukua na kupeleka porini. Wakisha kupeleka porini, wao ndo wanaamua. Unaambiwa watu wao wanaongea nao. Sasa huwezi jua ni wakina nani, wana viongozi wao ambao wanawa coordinate, ndo wanaongea na wao, wanaambia bana wafanyeni hivi au mfanyeni hivi au fanyeni kitu fulani.
Wanasema kisha kukamata, kisha kupeleka porini, unaulizwa kwanza majina yako, kila kitu, kama watu vile wanataka kukusajili. Wakisha kujua wanakuuliza wewe ni mtoto wa ngapi kwenu. Ukishaambiwa wewe ni mtoto wa ngapi, wanakuuliza unaishi mtaa gani. Ukishaambia mtaa, wanauliza familia yako, nani yupo hai kati ya mama yako, baba yako, wadogo zako, nani yupo hai. Ukisema wote wako hai, wanataka majina yao, wanayaandika. Angalia, hawa ni kama ni watu, ni majambazi, kwa sababu sio sema ni polisi waliokuja kuchukua mtu, kwa sababu polisi akisha kukamata na kupeleka moja kwa moja kituo cha polisi, unaenda kuhojiwa, kesi yako inakuwa kule. Lakini hii ni kesi ya porini. So wakishaandika familia yako wote, wakishamaliza, kuna watu wao wanasemekana wanaongea nao kwenye simu, wanapigia simu wale watu, wanaanza kuwapa historia yote. Bwana, tumemhoji, anaitwa fulani fulani, ni mkaaji wa sehemu fulani, ana mama yake, baba yake, wadogo zake kiasi kadhaa kadhaa kadhaa. Sasa wewe unaambiwa maneno mawili. Unaambiwa bwana, sisi tumekuja kukukamata kwa sababu unatishia amani au unafanya hivi. Kwa mfano, ndio hivyo wanavyosemaga. Wanasema, wanakuambia unatishia amani, tumekuona kama wewe unafanya mambo sijui ya kutishia amani serikali, sijui ya kufanya nini. Sasa tunataka mawili, uache tabia na unakiri, na huku na rekodi. Wanasema wanakurekodi. Sasa hicho wanachorekodi sijui wanapeleka wapi. Familia yako inahoji, unaulizwa majina yao nini, sijui wanapeleka wapi. Anasema akishapata hivyo vitu vote, ndio wanaanza kutoa masharti yao. Masharti yao wanasema, wanakwambia sisi tunakufuatilia. Kuanzia sasa hivi tushapata majina ya familia yako, tuna video kamili ya kwako wewe na familia yako na mnapoishi wote tushatuambia. Tukija kuona kitu kimetokea, iwe kwenye familia yenu au iwe wewe ndio umefanya, sisi tunakuja kukumaliza. Yaani kabisa, sio kuficha sijui nini, hapana. Wanakwambia kabisa tunakuja kukumaliza. Unasikia? Sasa anasema watu wengine ndio wanaobahatika, wanakuja kukamatwa, wanapelekwa moja kwa moja kituo cha polisi. Wale tunaweza tukasema ni polisi, lakini naona hapa ndani ya polisi kuna watu wanajificha ndani ya polisi. Ukiwa sisi tunasema wanaoteka watu ni polisi, lakini wengine sio polisi. Mna watu wanajificha mle ndani, wanatumia ile nafasi ya kuonekana polisi ndio anavyofanya hivi, na si twende na muondo huo ili waonekane polisi ndio anafanya. Wengi wao kisha wahoja wanakuambia bana, sisi tumeenda kupigwa vibaya sana, tumechukuliwa hela na sasa hivi tuko nje, lakini tunadaiwa hela kadhaa. So sometimes wengine anasema msisema hata idadi ya hela tunaoambiwa tulipo, kwa sababu inawezekana kwa kila timu watakapoikamata wanaipa hela kadhaa, ili iwe ni kama alama. Kama ukija kuona ile hela ndio watu wanasema kwenye mitandao, watajua ni kundi fulani limetoa lile siri. Sasa wanasema kuna watu wengine tunaomba hela kadhaa na wengine wanaomba hela kadhaa, hela ni tofauti. Tukidai wanasema guys, tupo kwenye mikono ya watu ambao hatuwezi kusema ni polisi. Wale watu ni majambazi ambao wapo chini, iwe ni chini ya polisi au wanafanya kazi na polisi au ni njia nyingine polisi anazotumia, lakini wanasema ni wezi. Na mlikuwa mnamsikia huyu kijana alivyokuwa anavyoongea, na kijana amepita humo. Kijana amesema bwana, watu waliowakamata na waliozungusha kwenye mapori sijui wapi, na tulowahoji sisi nao wanasema hivyo. Sasa mimi ninachotaka kusema kwa vijana wenzangu na serikali kwa jumla na polisi kabisa, kama sio polisi wale watu na serikali yetu inajua au haijui, ifuatilie hao mambo. Au watu wanaotekwa, isiwe labda watu wanatumia jina la serikali, kumbe kuna watu wengine wanafaidika mle ndani. Serikali ichunguza maneno, kwa sababu kuna watu wanasemaga sio serikali, kuna watu wengine wanajificha mle ndani. Sasa ikianza kuja kama hivyo, hizo no vitu vinakuja kugeuza mapinduzi ya nchi. Wale watu inawezekana akajihami vizuri, wakawa ni kama serikali, wajitengeneze, kesho wanaanza kuja kuvamia serikali. Kama wameshaanza kuteka wananchi, wanaenda nao sehemu wanazotaka, alafu wanawafanya wanavyofanya. Sisi tulikuwa tunaona tu kwenye movie, sasa hivi inaanza kufanya kweli. Mtu unafuata nyumbani, mtu anaondoka na wewe. Tulikuwa tunaziona kwenye movie za Bollywood, sasa hivi imekuja ukweli.
So tuweni makini sana na serikali yetu. Hebu fuatilia, kama sio polisi wanaokamata watu, hii muifanyie kazi. Nashukuru sana guys. Kama ni mgeni kwenye account yetu, usisahau kusubscribe na kulike video zetu guys. Baada ya 30,000 tutaanza kutoa giveaway. Tutakuja na masharti ya kama game fulani tutaanza kucheza, mtu wote atakayetaka tutakuja kufanya, lakini kwa sasa hivi twende mpaka subscribe 30,000. See you next time guys.